Jamani, Fatuma yupo wapi? Fatuma nilimwambia, akasema atakwepo. Kwani ajaja tu? Angekuja situngemuona hapa wewe. Nenda kamuite bwana. Jamani, tumekusanyika hapa kwenye kikao cha ghafla kama wake wa mzee Musa. Kuna mazungumzo ya kuongea hapa. Mume wetu anakaribia kuoa tena. Nini? Anakaribia kuoa? Wewe umejuaje? Dalili zinaonyesha kwamba mzee Musa anakaribia kuoa. Maana ameanza kuchelewa kurudi nyumbani. Naoga kianza tu hivyo, ujue anaoa. Sasa basi, nimewaita hapa nyie kama wake zake. Inabidi tulizuie hili lisitokee. Mje na mbinu, tujue tunafanyeje. Tulizuie hili lisitokee. Jamani, haiwezekani mke namba 5 tena. Naunga mkono hoja yako, Zai. Mara zote mimi nilikuwa ni mwanamke mpumbavu. Na upumbavu wangu huu ndio umenifanya nyinyi wote mpo hapa ndani sasa hivi. Ila kwa sasa siwezi kukubali. Nitasimama na nyie mpaka tumjue huyo mwanamke namba 5 ni nani. Na tulizuie ili mara moja kabla haijatokea. Maana huyu mzee naona anatuchezea akili sasa. Ni kweli kabisa. Mimi ndo nimeshuhudia kabisa na nimeona dalili zote. Mara huyu baba jana karudi saa 6 usiku. Na ananiongelesha vibaya sana. Inaonekana kuna mke namba 5 yuko njiani. Kwa hiyo tuje na njia. Tunahitaji kumjua kwanza huyu mwanamke ni nani. Mimi sina usemi, na waangalia tu. Mwanaume akitaka kuoa ataoa tu. Na nimeshafikiria kama kutoa sisi ungekuta tupo wapi sasa hivi. Nilijua tu Fatuma utaongea ujinga kwa sababu umezoea sana. Ulikuwa rafiki yangu, ukaamua kutembea na mume wangu na kumchukua kabisa akakuoa. Sasa utaleta hoja gani wewe? Lazima uwe msaliti. Na sisi tutakubali kuwa na wasaliti mundani. Utaondoka kabla hujatusaliti. Amua moja, upo na sisi au upo upande wa huyo mzee Musa? Unafikiri ukijipendekeza kwake ndo atakusamehe? Mimi nimetoa tu hoja yangu jamani. Kwani kutoa hoja nako siruhusiwi au? Mimi nimeweka hoja mizani tuichambue. Na kingine inabidi tumeze tofauti zetu Zai. Tutakuwa maasi mpaka lini? Kama kuolewa nimeshaolewa. Sasa mimi nitafanyaje? Mmeanza sasa kugombana. Hapa inabidi tushirikiane wote. Na sio kuleta maugomvi. Zai endelea. Wake zangu warembo, na waona mnazungumzia nini? Mbona mpo hapa wote? Wala tulikuwa tunaongea tu mambo yetu ya kike. Karibu mume wangu. Karibu mume wangu. Utanihitaji chumbani? Hapana Mwanahamisi, nipo sawa. Endelea tu na kikao chenu. Mwanahamisi, umeanza shobo. Hapa tunaongea nini? Hii Zai, si zamu yangu. Ni zamu yangu. Nataka niende nikamsikilize mume wangu. Kwani nimekosea nini jamani? Nyie ndo wasaliti wenyewe sasa. Hapa tunaongea nini na unafanya nini? Yaani mwanaume amekuja, umeshaanza shobo. Yaani wewe ndo utafanya tuongeze tena mke mwingine huko ndani. Nilijua tu hamwezi kuwa kitu kimoja. Yaani mwanaume ameingia ndani, umeshasahau yote na kuanza kupaparika. Una nini lakini Mwanahamisi? Nikisema mimi naonekana mbaya, na wajua wenyewe wake wa Musa. Mnaongea tu vitendo. Haya. Mwenzenu huyo kashaanza shobo. Hawezi kabisa kujizuia Mwanahamisi.
Basi jamani, yameisha. Mume wangu, mara hii tu unatoka. Chakula kipo mezani, lakini unaelekea wapi kwanza? Wake zangu, nina mkutano muhimu sana leo na nitachelewa kurudi. Mkutano? Mwanamisi, mwache basi kumsumbua mume wetu. Si ameshasema ana kikao au? Kikao chema mume wangu. Sawa wake zangu, na leo msinitengee kabisa chakula, nitachelewa kurudi. Haya, mmesikia? Mmesikia? Haya, Mwanamisi huyo alikuwa anataka tena kuharibu hapa. Mke mkubwa, uso muda lawama. Ajitolee mmoja hapa ambaye anaweza kumfuatilia huyo mtu au wawili. Mguu wako mguu wake, mpaka ujue anaelekea wapi. Fanyeni haraka, nani anaenda? Mimi ningeona ungeenda wewe Zai. Wewe ndio unaweza ya mambo. Mimi nitaenda na wewe Zai. Sawa, mimi nipo tayari, tuondoke.